wanamkosea. Huwezi mfananisha Chama na Okello, yani kama unamfananisha mzee na kijana, yani hapo katika nguvu huwezi sema mzee ana nguvu kuliko kijana, huo ni uongo. Yani Chama, yani goli alilofunga Chama wanafunga wengi, hata Mzizi ashafunga goli limeenda kafu. Kwa hiyo ukisema magoli bora yanafungwa, hata Okello anaweza akafunga, mchezaji yote anaweza akafunga goli likawa bora. Tukitaka kumfananisha Alan Okello na Chama tutakuwa tunamkosea, kwa sababu katika timu ya Yanga ambayo iko katika ardhi ya Tanzania, Chama ana msimu sasa hivi msimu wa nafikiri kama si wa 3 wa 4 au wa 5. Alan Okello amekuja na kitu tofauti kabisa, tofauti na wachezaji wengine, kwa sababu anapoelekea ni pazuri na Yanga watamfaidi, kwa sababu sasa hivi takwimu zinaonyesha na zinaongea. Bwana mtazamaji wa FGA TV, niko hapa kwa ajili ya kukujuza yaliyote ya kimichezo ambayo yametokea ndani ya Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Neema Kayugwa, nitakuongezea kipindi hichi mwanzo hadi tamati yake, lakini nitakuwa na Captain Chacha, yeye atakujuza yale yote kiuchambuzi zaidi, nini kilitokea katika ligi kuu Tanzania bara, lakini kwa upande wa ligi kuu England na ligi zingine nini kiliendelea. Yuko hapa kwa ajili ya kukujuza kubwa zaidi katika ligi kuu. Leo tutaenda kuangazia michezo ya jana, lakini muendelezo mzuri wa mchezaji wa klabu ya Yanga Alan Okello, lakini tutaenda kuzungumzia na mechi ambazo zitaendelea kwa siku zijazo. Kimataifa kubwa zaidi tunaenda kuangazia mbio za ubingwa EPL. Kuna namna kama Arsenal anapata wasiwasi baada ya ushindi wa Manchester City na kupunguza gap la alama. Tutazungumzia mengi, kwa nami hadi tamati ya kipindi hichi. Yes, baada ya ushindi wa Simba siku ya jana, kupata ushindi wa mabao 3 umempunguzia gepu ya kumfukuzia mpinzani wake klabu ya Yanga. Sasa amebakiza gepu la alama 2 tu. Alama 2 ni sawa tu na mchezo mmoja. Joseph Chacha, ushindi wa Simba una maana gani katika kuelekea mbio za ubingwa ambapo mpinzani wake mkubwa ni klabu ya Yanga mwenye pointi 54 mpaka sasa, huku Simba akiwa na pointi 52? Ushindi wa Simba wa jana ni wake up call kwa timu pinzani ambayo ni Young Africans, ambao bado wako juu kwenye msimamo, kwa sababu sasa hivi wanatengeneza difference ya alama 2. Sasa alama 2 ni sawa na mchezo mmoja. Tuna Yanga bado na mechi ngumu, Azam na TRA na JKT Tanzania. Kwa hiyo jana Simba wametumia faida kutokana na mchezo uliopita. Young Africans wamepoteza goli 3-2 zidi ya Dodoma Jiji, lakini jana Simba wamescore magoli, wameshinda mchezo. Kwa hiyo hii ni wake up call kwa Yanga kwamba yule ambaye anatufukuzia, yule ambaye iko karibu na Nasib, sasa hivi ana wastani mzuri wa kusanya alama na difference na alama 2. Kwa unachotaka kufanya Yanga ni kuhakikisha kwamba michezo inayobaki wanapambana ili kuendelea kutengeneza gap la alama 2. Lakini congratulations kwa Simba, wamepambana. Hii wanaonyesha kwamba wanataka bingwa msimu huu. Wakiendelea kupambana sitashangaa kama watakuwa mabingwa. Sawa, tukizungumzia ushindi wa jana wa Simba, 90% ni kama Chama amechangia, kwa maana ushindi wa mabao 2 ambao amechangia, la moja la Selman Mwalimu. Kuna namna Chama katika mechi 5 za mwisho kuna kitu ameonyesha cha tofauti sana. Man of the match kwenye mechi 4 mfululizo, lakini amehusika kwenye mabao 5 katika mechi 4 ambazo kacheza za mwisho. Nini cha kumwambia Chama? Ni kweli Chama bila Simba haiwezekani, ama Simba bila Chama hakuna timu? Chama ni mchezaji mzuri. Yaani inabidi tuzungumze kwamba open, yani kwamba Chama ni mchezaji mzuri. Sasa kila anachokuwa nakifanya kwenye michezo kadha wa kadha ni kitu ambacho amekuwa kikifanya. Kwa hiyo najua Chama amekuwa akisajiliwa kwenye timu tofauti tofauti, amekuwa akionyesha performance nzuri, lakini wanasema kila mchezaji waga kuna timu ambayo waga na bahati nayo, yani akienda waga anafanya vitu vizuri. Chama alienda Singida Big Stars, Chama alienda Yanga, kuna performance alikuwa anaonyesha, lakini Simba Sports Club anapokuwa pale kuna vitu ambavyo anafanya exceptional, yani anatoa assist, ana score magoli, anacheza vizuri. Kwa hiyo kila ambacho Chama amekifanya kwenye mechi hizi ambazo zimechezwa hivi karibuni ni kitu kizuri ambacho wana Simba walikuwa na kimisi Chama alipokuwa hayupo. Kwa hiyo uendelee kumpa support pale ambapo atakuwa na ups and down, lakini pia mimi naamini Chama ni mchezaji ambaye kila siku anapokuwa anaingia uwanjani kuna kitu extra anazidi kuonyesha.
passing za magoli, composure, anascore magoli, anatuliza timu. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri ambao Simba Sports Club wanatamani kuwa naye mpaka mwisho wa msimu na anaweza kawasaidia sana this season. Sawa, tukiachana na Chama, mtazamaji wa FJTV, lakini kwa upande wa pili Yanga wana mchezaji bora Alan Okello, na ukizungumzia huyu sasa amefikisha idadi ya mabao 5 akiwa na assist 7. Licha ya Yanga kupoteza siku ujuzi, lakini yeye alihusika katika mabao 2. Alan Okello ni mmoja wa wachezaji wazuri. Hata mashabiki huko mtaani wamepata nafasi ya kumzungumzia Alan Okello. Twende tukasikilize, tukirejea ni upande wa kimataifa. Kwa majina naitwa Maestro, ni mshabiki wa Young Africans, na mzungumzia Alan Okello. Ni mchezaji mzuri, tokea alivyoingia hapa Tanzania kuna vitu anavifanya, anaonyesha uwepo wake katika timu, anafunga magoli mazuri, anatoa assist. Tukiangalia kwenye huu msimu hakuna kumfanisha naye, anaweza kuwa MVP, yani hakuna kuchagua kabisa, yule ni MVP, anafanya vitu vizuri kabisa. Wanamkosea, huwezi mfananisha Chama na Okello, yani kama unamfananisha mzee na kijana, yani hapo katika nguvu huwezi sema mzee ana nguvu kuliko kijana, huo ni uongo. Goli alilofunga Chama wanafunga wengi, hata Mzizi ashafunga goli limeenda kafu. Kwa hiyo ukisema magoli bora yanafungwa, hata Okello anaweza akafunga, mchezaji yote anaweza akafunga goli likawa bora. Kwa hata Okello hawezi fananishwa na Chama hata siku moja. Mimi Rashid Khalfani ni shabiki wa Dar es Salaam Young Africans. Nikiwa hapa nataka kumwongelea Alan Okello pamoja na klabu ya Young Africans. Kweli mchezaji huyo Alan Okello ni mchezaji ambaye anakuja katika mfumo ambao Yanga wanahitaji. Ni mchezaji kaja kwa kipindi kifupi sana, lakini kaingia katika ligi ya Tanzania. Yuko vizuri na takwimu zake zinaonyesha kwamba atakuwa bora zaidi kwa kipindi ambacho kinachoendelea. Tukitaka kumfananisha Alan Okello na Chama tutakuwa tunamkosea, kwa sababu katika timu ya Yanga ambayo iko katika ardhi ya Tanzania, Chama ana msimu sasa hivi msimu wa nafikiri kama si wa 3 wa 4 au wa 5. Lakini kwa Alan Okello kwa kipindi alichoingia Tanzania kaja mpaka sasa hivi ni miezi kama 5, lakini kitu anachokionyesha sasa hivi nafikiri kwa key player wa Dar es Salaam Young Africans, Alan Okello amekuja na kitu tofauti kabisa, tofauti na wachezaji wengine, kwa sababu anapoelekea ni pazuri na Yanga watamfaidi, kwa sababu sasa hivi takwimu zinaonyesha na zinaongea. Ana assist mpaka sasa hivi assist 7, ana goli 6. Kwa hiyo anapoelekea ni pazuri na hata waonyesha wenzake kitu kizuri. Kwa hiyo sina cha kuongea zaidi kwa Yanga walichofanikiwa kwa Alan Okello. Alan Okello ni tunu katika klabu ya Yanga. Wanatakiwa wanatakiwa wazingatie kwamba Alan Okello sio kumpoteza leo wala kesho. Wanatakiwa wamlinde mpaka siku zijazo, atakuwa ni mchezaji bora zaidi. Aiwana, tumewasikiliza mashabiki, wameongea mengi, lakini pia wamezungumza vitu vingi. Twende kwenye takwimu, lakini pia katika takwimu leo tutamzungumzia Michael Olise ambaye ameonekana bado kuwa ni bora katika upande wa timu yake ya taifa, lakini kwenye upande wa klabu yake. Usiku wa tuzo za UNFP umeacha gumzo kubwa barani Ulaya baada ya nyota kiungo mshambuliaji mahiri Michael Olise kutoa tuzo ya mchezaji bora wa Kifaransa anayecheza ligi ya nje ya Ufaransa, akiwashinda mastaa wakubwa waliokuwa wakipingana naye kwenye nafasi hiyo. Sasa huyo wa klabu ya Bayern Munich ameonyesha kiwango bora cha juu msimu huu, akiwa injini ya mashambulizi ya mabingwa hao wa Bundesliga. Kasi yake, uwezo wa kupiga pasi za mwisho, dribbling za kuvunja ngome pamoja na maamuzi yake ya haraka ya uwanjani vimemfanya kuwa mmoja wa wachezaji wanaotazamwa zaidi Ulaya kwa sasa. Olise aliwashinda majina makubwa kama Kylian Mbappe wa Madrid, William Saliba wa klabu ya Arsenal, Ryan Check pamoja na Hugo Ekitike, jambo lililoonyesha namna ambavyo alikuwa na kiwango bora msimu huu. Mashabiki wa Bayern Munich wameendelea
kummiminia sifa, wakimtaja kama mmoja ya silaha muhimu zaidi katika timu hiyo msimu huu, huku wachambuzi wengi wakiamini kuwa huu unaweza kuwa mwanzo mzuri wa Olise kuingia rasmi kwenye orodha ya mastaa wakubwa duniani. Kutoka Crystal Palace hadi Allianz Arena, Michael Olise ameandika historia yake kwa miguu yake mwenyewe. Lakini tukiachana bwana na Michael Olise, ligi ya England bado imeendelea kuwa na kimuhemuhe. Baada ya ushindi wa City, lakini amepunguza gap ya alama mpaka sasa hivi 77, mpinzani wake Arsenal yeye ni 79. Lakini kitu ambacho mimi naona kama kuna namna kama Arsenal wanapata tabu sana kuenda kumkimbia City pale. Ukizingatia michezo miwili imesalia na huyu michezo mitatu, wote wanataka ubingwa wa APL. Nafasi ya nani inaonekana kuwa wazi zaidi tukiachana na hii michezo iliyosalia? Michezo miwili imesalia, difference alama 2. Arsenal wamebakiza mchezo kati ya Burnley na nani? Lakini pia Man City naye amebakiza michezo miwili. Kwa hiyo ni mechi ambazo kwa sasa kila timu ikiingia uwanjani watakuwa wanapambana kwa 100% kwa ajili ya kupata alama 3. Kwa sababu Arsenal amebakiza Burnley na Crystal Palace, lakini Man City amebakiza ni Aston Villa I think, na kuna timu moja hapo yule anayemfuatia tayari amesha drop point na game ambayo imemharibia Man City na ni Everton. Lakini chochote inaweza katokea kwenye mpira, lakini kwa nampa 90% Arsenal kuwa bingwa msimu, Man City 70%. Kwa hiyo mchezo uliobaki nategemea namna gani watakuwa na wastani mzuri wa kusanya alama, lakini Arsenal this season atakuwa bingwa. Sawa tu, ukiachana na hao wapiganiaji ubingwa, lakini leo kuna mchezo mmoja mzuri na mkubwa. Aston Villa pamoja na Liverpool. Mmoja nafasi ya 4, mmoja nafasi ya 5. Kipi cha kuzingatia sana katika mchezo huu, kwa sababu wote kama wakimaliza ligi katika hizo nafasi wanaenda kucheza UEFA msimu ujao, lakini kila mtu anahitaji kuwa nafasi ya juu zaidi ya 4, ya 5. Mmoja hataki kuwa ya 5. Yaani hapo kuna namna kama Liverpool msimu anataka ajinasue neno moja. Liverpool zidi Aston Villa, mechi nzuri, mechi ambayo kila mtu anahitaji kuonyesha ego ile, kwa sababu zote ni timu kubwa. Kwa hiyo wanahitaji kupata ushindi kwa ajili ya kutengeneza ego, lakini pia kujihakikishia kukaa kwenye nafasi za juu za Premier League this season. Kwa hiyo leo nategemea kuona Unai atakujaje, Ancelotti atakuja na vijana wake, lakini of course ni mechi ambayo itakuwa ni nzuri sana, competition, kila mtu atahitaji kuscore magoli. Aston Villa yuko kwenye finali ya Europa League, lakini atahitaji kumfunga Liverpool kwa sababu ya ego, timu kubwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa nzuri. Tutegemee tu dakika 90 ambazo zitakuwa ni very competitive. Kila timu itahitaji kupata alama 3. Itakuwa ni game ambayo itakuwa ni open, hakuna timu ambayo itaenda kwenye low block, kila mtu atahitaji kushinda. Kwa hiyo mechi ambayo itakuwa nzuri sana, tusubiri dakika 90. Baada hapo tutakuja tuzungumze kile ambacho kienda kutokea, lakini final in general mechi itakuwa nzuri sana. Sawa, mtazamaji wa FJ TV, tumekujuza mengi ambayo ulihitaji kuyafahamu hapa ndani Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Ulikuwa nami Neema Kayugwa, lakini Joseph Chacha kwenye upande wa uchambuzi alikujuza mengi zaidi. Tunafika tamati ya kipindi cha Sports Recap hadi wakati mwingine ndani ya FJ TV.